Duniani kote wazazi wanapenda watoto wao waishi maisha mazuri ya furaha na yenye amani ndani yake. Wanapenda wapate vitu vyote kwa wakati, kwa maana kwamba chakula, maradhi pamoja na mavazi kwa wakati. Pindi ambapo wanapokuwa na uhitaji navyo, basi wanapenda waweze kuvipata kwa wakati ambao ni sahihi. Ndio maana unakuta wazazi wengi wanapambana kwenye maisha yao. Ukimuuliza kwa nini anapambana, utasikia kwamba bwana, napambania watoto wangu, napambania familia yangu ipate mahitaji yake kwa wakati. Hakuna namna yote ile ambavyo mzazi anaweza akajisikia amani, furaha pamoja na kuenjoy kwenye kile ambacho anakuwa anakifanya kama familia yake inakuwa haipo katika mazingira bora, kama familia yake inakuwa haipo katika hali nzuri ya kuweza kupata kila kitu ambacho wanakuwa wanahitaji, hususan katika zile basic need za mwanadamu, yale mahitaji muhimu zaidi ya mwanadamu ambapo mwanadamu anapaswa kuweza kuyapata. Kwa hiyo kila mwanadamu, lakini pia kila mtu anakuwa na hiyo fighting spirit ya kuweza kuhakikisha kwamba anapatia familia yake kile inachokuwa inakitaka kwa wakati mwafaka. Namzungumzia Nandy ambaye kwa hivi sasa inaonekana kwamba yeye bwana ana namna yake na dunia yake vile ambavyo anamlea mtoto wake. Unajua Nandy amekuwa ni bidada ambaye anahakikisha kwamba anampatia kile anachokitaka mwanae. Yaani hataki kuhakikisha kuona namna gani ambavyo mwanae anaweza kateseka kwa namna yoyote. Kile ambacho anakitaka basi atakuwa anakifanya kwa wakati, kuhakikisha kwamba anamfurahisha mwanae, lakini ni jukumu kama mzazi kuhakikisha kwamba mwanae anapata mahitaji yake yote kwa wakati kama vile ambavyo inavyopaswa kuweza kuyapata. Imeonekana siku za hivi karibuni akiwa yupo shopping na akiweza kumnunulia mwanae brandi kubwa. Unajua kuna mabrandi fulani hivi ambayo ni makubwa alafu OG, ambayo mtu ukimwona amevaa unasema yes, ile pale ni brandi kubwa alafu ni OG. Na achilia hivyo pia hata gharama yake pia inakuwa ni kubwa tofauti na brandi zingine ambazo wengine wanakuwa wanazivaa. Sasa imeonekana Nandy akiwa anamnunulia mtoto wake mavazi ambayo ni ya gharama na ni brandi kubwa, na ni katika siku za hivi karibuni, na maswali yamekuwa ni mengi sana kwamba hivi ni sahihi kuweza kumnunulia mtoto mdogo brandi kali kiasi hicho, lakini pia ni sahihi kuweza kutumia gharama kiasi hicho kuweza kumnunulia mtoto wako nguo za gharama, ukilinganisha kwamba bado ni mdogo, kuna maisha mengine bado hayafahamu, lakini pia kuna vitu vingi ambavyo anapaswa kuweza kujifunza ili hali akiwa bado anakuwa. Sasa akiwa anapata kila kitu kwa wakati, akiwa anafanywa kila kitu, kuna vitu atajisahau, lakini pia kuna vitu hatakuwa anavijua kwa sababu kwamba wazazi wamewekwa katika ule mwamvuli wa kwamba wanampatia mtoto kila kitu. What if kama ikitokea Nandy ameshuka kimuziki lakini pia pesa zikaisha? What if kama Billnass pia ameshuka kimuziki alafu fedha zikaisha? So unajua fedha wakati mwingine zipo leo, kesho hazipo, zinaondoka. Kwa hiyo kama vile umemzoesha sasa kuweza kuwa anapata kila kitu kwa wakati, lakini pia na nunuliwa vitu ambavyo ni brandi kubwa, ikitokea sasa wameweza kudrop kimuziki, uchumi umeweza kudrop, itakuwaje? Lakini tunasema kwamba hizi ni imagination ambazo hazijatokea na wala hatujui kama zitatokea, lakini wakati mwingine ni muhimu sana kuwa na tahadhari kuliko kuona kitu chochote kile. Kwa hiyo kumekuwa na maswali mengi sana juu ya hichi ambacho Nandy ameweza kukifanya mara baada ya kuweza kuonekana yuko shopping, anamnunulia mtoto wake brandi kali za mavazi, na watu wakaja wakaanza kujaji, lakini pia wengine walipongeza kwamba ukiwa nacho tumia, lakini pia ukiwa nacho you are fighting for your children, unapambana kwa ajili ya watoto wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unawajali, lakini pia unawapa kile ambacho wanachokuwa wanakitaka kwa wakati mwafaka. Ndio maana unamuona Nandy anahakikisha kwamba anambrandi mwanae, anahakikisha kwamba anamvalisha mwanae kwa gharama yote. Ndio maana unaona kwamba anakwenda kwenye maduka makubwa makali yenye ni brandi kubwa duniani na mavazi yake ni brandi kubwa, anakwenda kumnunulia mwanae nguo ambazo anavaa na anapendeza, ili hali bado ni mtoto mdogo. Na hii imekuwa ni tofauti sana hata kwa baadhi ya superstar wengine kwenye kuwalea watoto wao. Wamekuwa na mitazamo tofauti, wamekuwa na namna yao ambavyo wanakuwa wanalea watoto wao. Wengine wanalea vile ambavyo wenyewe ni superstar, basi na watoto wao pia wanataka wawe superstar kwenye mavazi, lakini pia hata muonekano pia kwa ujumla. Lakini kuna wazazi wengine ambao ni superstar hawataki kuwahusianisha watoto wao na superstar wao. Yaani vile ambavyo mtoto atavaa, vile ambavyo mtoto atakuwa, vile mtoto ambavyo atabehave na atalelewa ni kama watoto wengine, ili kuweza kumuonesha pia kwamba kuna maisha mengine tofauti nayo ambayo anakuwa anaishi, baadaye pia asije akateseka kule ambako anakokwenda. Mwangalie pia Tifa Dangote jinsi ambavyo alivyolelewa utotoni kwake, lakini pia kipindi ambapo anakuwa mpaka wakaanza kumsema pia wakati mwingine Zari kwamba kwa nini anamvalisha mtoto nguo za mtumba, lakini still bado alikuwa anaendelea kumuonyesha kwamba dunia iko vipi, lakini maisha pia yanakwendaje. Lakini achilia hivyo, angalia watoto kama vile wakina Lulu, watoto wa Lulu, lakini pia watoto kama vile
kina Gigi, watoto wengine wengi tu wa superstar ambao hapa nchini. Wakati mwingine jinsi ambavyo wanalelewa, unaweza kuona kwamba wanalelewa katika maisha ambayo ni ya kawaida tu kama maisha ya watu wengine, tofauti na vile ambavyo Nandy ameonekana kuwa ni binti ambaye anamlea mwanae katika mazingira ambayo ni tofauti kwa namna moja ama nyingine ukilinganisha na vile ambavyo superstar wengine wanawalea watoto wao. Kwa hiyo kumekuwa na utofauti huo kwa wazazi wengi mara baada ya kuweza kuona namna gani ambavyo wawalea watoto wao. Na hili limekuwa ni somo ambalo wazazi wanataka kupatiwa, kwa sababu unaweza kukuta kila mzazi ana maoni yake juu ya namna gani ambavyo inapaswa kuweza kumlea mtoto. Mwingine anaweza kusema kwamba bwana, mimi mtoto wangu anapaswa kuweza kulelewa hivi na vile na vile, lakini mwingine akaja kusema kwamba bwana, mtoto wangu mimi anapaswa kuweza kumlea hivi na hivi na hivi. Kwa unakuta kuna utofauti katikati, na kuna sehemu ambapo wazazi wanakuwa wanapishana kwenye namna ambavyo wanatazamia namna gani ambavyo wanapaswa kwenda kuwalea watoto wao. Kwa hiyo mitazamo ya malezi imekuwa ni tofauti sana ukilinganisha na vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuwa mtu anafuatilia namna gani ya kuweza kulea mtoto ili isije kaja kusumbua baadaye. Huwa anazungumza kila siku kwamba malezi sio vile ambavyo mtoto wako anavyokuwa na wewe. Malezi ni matokeo ya vile mtoto wako anavyokwenda kuwa nje, tofauti na pale ambapo wewe hautokuwepo. Yaani vile ambavyo anavyokwenda kuishi mtoto wako mbali na wewe na akaenda kuishi vizuri, basi hayo ndio malezi bora, na sio vile ambavyo alivyo karibu yako. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vinavyotakiwa kuweza kuvifanya, hususan katika eneo hilo la malezi. Wazazi wamekuwa na mitazamo tofauti, lakini pia watu wamekuwa wanalelewa katika mazingira tofauti ambayo kwa namna moja ama nyingine anakuja kuwanufaisha wengine, lakini wengine wanakuja kutokunufaika na malezi ambayo wameyapata kutoka kwa wazazi wao. Lakini achilia hivyo, mtoto wa Nandy bwana amekuwa ni tofauti sana ukilinganisha na maisha ya watu wengine hawa ambao wanaishi uswahilini. Sasa huku uswahilini kwetu kuna namna ambavyo wenyewe wanaishi, wenyewe ni kanyaga twende. Haijalishi imekuja nguo gani, haijalishi anakula nini, haijalishi amelala wapi, ili mradi tu ameamka asubuhi na maisha yanafanyaje, yanaendelea. Dondosha comment yako hapo chini, tuambie vipi kwa kile ambacho anakifanya Nandy kuweza kumnunulia mtoto wake nguo za gharama kiasi hicho na brand kubwa duniani. Je, ni sahihi? Lakini kama sio sahihi, kwa nini sio sahihi? Lakini endelea kusubscribe, kushare pia wengine wa kwanza kunapata taarifa zetu. Majo TV, sehemu pekee ambapo unapata habari za superstar nyumbani Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.